Zamani sana, katika kijiji kilichoitwa Mlimani kwa Chale, aliishi mwanaume mmoja aitwaye Baba Kondo. Alikuwa mtu mwenye nguvu nyingi, mwili mkubwa, lakini kichwa chake kilikuwa kama cha kuku aliyesahau kutaga. Alikuwa mjinga kwa kiwango cha kushangaza sana. Watu wa kijiji walimpenda kwa moyo wake mzuri, lakini walimcheka kwa upumbavu wake. Alikuwa haelewi mambo rahisi, hajui kupanga, na kila akipanga jambo lazima litumbukie shimoni. Mke wake Mama Kondo alikuwa mwanamke mwerevu sana, ila bahati mbaya alifariki mtoto wao akiwa bado mdogo, mtoto ambaye aliitwa Kondo. Hivyo Baba Kondo akabaki na mtoto wake mmoja wa kiume mwenye akili ya ajabu, mwenye busara na maamuzi mazito kuliko hata watu wazima. Mtoto huyu aliitwa Sudi. Sudi alikuwa kijana mnyenyekevu, mwenye akili timamu na mwenye roho ya upendo. Alikuwa tofauti sana na baba yake. Alikuwa anapenda kujifunza, kuangalia na kufikiri kabla ya kutenda. Watu wa kijiji walimpenda sana Sudi na walimwambia mara nyingi, laiti busara zako zingekuwa za baba yako, tungekuwa na kiongozi bora. Lakini Sudi hakuwa na kiburi. Alisema kila mara na kuwaambia, baba yangu ni kama shina la mti. Huenda si zuri kuangalia, lakini bila shina mti hauwezi kusimama. Maneno haya yaliwagusa wengi. Siku moja Baba Kondo alienda sokoni kuuza mazao yake, ambayo ni mahindi na mihogo. Na kabisa kwa ujinga wake, akauza gunia la mahindi kwa bei ya nusu, kwa sababu ya mteja alimwambia, gunia hili lina mizimu, litakuletea tu mikosi. Badala ya kupata fedha nyingi, akarudi na kikapu cha mawe kwa imani kwamba ni mawe ya bahati. Watu walimcheka sana kijijini. Sudi alipoona hivyo, akamwambia baba yake kwa upole, baba, dunia si kila mtu atakutakia mema. Mawe haya si ya bahati, ni mzigo tu. Lakini Baba Kondo akamjibu kwa kujiamini, mtoto, usifikiri unajua kila kitu kwa sababu unasoma. Mawe haya yana nguvu za kipekee, utayaona yakinifanya kuwa tajiri. Na kweli, usiku ule ule Baba Kondo akayaweka chini ya kitanda na kulala. Asubuhi alipofika, akakuta panya wamefanya shimo, wakameza nafaka zote zilizokuwa akiba. Sudi akacheka kimya kimya, kisha akamwambia tena baba yake kwa upole, baba, huwezi kuwa tajiri ukiamini maneno ya watu badala ya akili yako. Baba Kondo akanyamaza, lakini kichwa chake kilikuwa kimejaa mawazo, na ni mawazo yasiyo na mpangilio. Baada ya wiki moja, mjumbe wa kifalme alifika kijijini na alitangaza kuwa Mfalme Mugogo alikuwa akitafuta mtu mwenye akili ya kipekee wa kumsaidia kutatua mafumbo matatu magumu ya kifalme. Zawadi kwa atakayefaulu ilikuwa kubwa, na zawadi ya kwanza ni kupata nusu ya hazina ya mfalme. Zawadi ya pili, ekari 10 za ardhi, na zawadi ya tatu, nafasi ya kuwa mshauri wa kifalme. Baba Kondo aliposikia hivyo, moyo wake ukapiga kama ngoma. Akasema kwa kelele, mimi ndiye mtu huyo, mimi ndiye mwenye akili. Watu wa kijiji wakacheka hadi machozi, lakini Sudi akasema kwa heshima, baba, huu ni mtihani wa akili, labda niache niende niwakilishe familia yetu. Na Baba Kondo akakataa kwa kiburi na kusema, hapana, umeshazoea kunifanya mjinga kila wakati. Sasa utaona baba yako ana akili kupita hata mfalme. Sudi akiwa na upole akaamua kumsaidia kimya kimya. Akamwandalia chakula, akamwombea dua, kisha akamwambia, uende salama baba, ukipata shida usikate tamaa. Na safari ya Baba Kondo kuelekea ikulu ya mfalme ikaanza. Baba Kondo alipofika ikulu, mfalme mwenye sura ya heshima na macho ya upembuzi akamwangalia, kisha akasema,
Karibu mzee. Nimeambiwa wewe ni mwenye akili. Je, uko tayari kwa mafumbo yangu matatu? Baba Kondo akajibu kwa ujasiri wa kipumbavu. Akasema, Niko tayari hata leo. Mfalme akasema, Sawa, basi fumbo la kwanza ni kitu gani kinatembea asubuhi kwa miguu minne, mchana miguu miwili na jioni miguu mitatu? Baba Kondo akafikiri kidogo, kisha akasema, Ni ng'ombe. Asubuhi akitembea kwenye matope anaonekana na miguu minne, mchana anakaa kivulini na miguu miwili imefichwa, jioni ana fimbo mkononi. Kasri lote likacheka. Mfalme akasema, Jibu la uongo, mzee. Jibu sahihi ni binadamu. Mtoto anatambaa kwa miguu minne, mtu mzima anatembea kwa miguu miwili, na mzee hutegemea fimbo. Baba Kondo akabaki ameduaa. Mfalme akatoa fumbo la pili. Kuna kitu kimoja duniani hakina miguu, lakini kinaweza kuzunguka dunia nzima kwa siku moja tu. Je, ni nini? Baba Kondo akasema, Ni upepo. Mfalme akatabasamu kidogo, kisha akasema, Umekuja karibu, lakini si jibu sahihi. Jibu ni habari. Kila mtu akapiga makofi kwa mfalme. Baba Kondo akahisi jasho linamtoka. Kisha mfalme akasema, Basi fumbo la mwisho. Hili litakupa nafasi ya kujitetea. Nipe kitu ambacho kitanifanya nione, lakini pia nisionekane. Baba Kondo akashangaa kabisa. Akaangalia dirishani, akatazama juu, chini, kushoto na kulia, kisha akasema, Ni maji ya usiku. Kila mtu akacheka. Mfalme akasema, Jibu ni joto. na hapo ndipo Baba Kondo akaamriwa aondoke. Lakini kabla hajafukuzwa kabisa, akamuomba mfalme amruhusu kupeleka jibu la nyongeza kesho. Mfalme kwa kucheka kisha akasema, Sawa, nipe jibu sahihi kesho kabla ya jua kuchomoza. Usiku ule Baba Kondo akarudi kijijini akiwa amekatishwa tamaa. Sudi alipomuona baba yake akamuuliza, Baba, vipi mambo ya ikulu? Baba Kondo akasema, Mafumbo magumu. Mfalme mwenyewe ana roho ya uchawi. Haya mambo si ya watu wa kawaida. Sudi akaomba asimuliwe kila fumbo. Baada ya kusikia yote, akatabasamu kwa upole. Kisha akamwambia baba yake, Baba, usijali, mimi nitakupa majibu. Kesho ukienda, sema hivi. Akamfundisha majibu kwa utulivu usiku kucha. Asubuhi ilipofika, Baba Kondo akarudi ikulu. Mfalme akamwambia, Basi mzee, umeshapata jibu? Baba Kondo akasema kwa sauti ya ujasiri, Fumbo la kwanza ni binadamu, la pili ni habari, la tatu ni ndoto. Kasri lote likashangilia. Mfalme akatabasamu na kusema, Umejibu vyema, lakini nilihisi kuna mtu mwingine nyuma ya majibu haya. Baba Kondo kwa ujinga wake akasema bila ya kuficha, Ndiyo, ni mtoto wangu Sudi ndiye alinifundisha. Mfalme akasema kwa furaha, Basi leta huyo kijana wangu. Nataka kumuona mwenye akili kama hiyo. Sudi alipoletwa ikulu, mfalme alimpa mtihani wa kweli. Mfalme alisema, Kama wewe ni mwerevu kweli, nitakupa jaribio la vitendo. Kijiji chetu kimekuwa na matatizo. Mto umefurika na kuharibu mashamba. Nipe suluhisho la kuzuia maji kuharibu mazao bila kutumia kifaa wala pesa. Sudi akafikiria kidogo, kisha akasema, tupande miti ya mikuyu kando kando ya mto na tulime mazao ya mizizi karibu na kingo. Miti itazuia mmomonyoko na mizizi itashikilia udongo. Mfalme akashangaa sana, kisha akasema, Kijana huyu ana akili za mzee wa dunia. kisha mfalme akampa jaribio lingine. Mfalme akasema, Je, utawezaje kumfanya masikini awe tajiri bila kumpa pesa? Sudi akasema, mfundishe kazi na mhamasishe kuamini anachoweza. Mfalme akapiga makofi kwa heshima na mwisho akasema, Nipe sababu moja kwa nini nitawapa ninyi zawadi badala ya watu wa miji mingine. Sudi akainama kisha akasema kwa heshima,
Ni kwa sababu hekima huanza nyumbani. Baba yangu ndiye aliyenifundisha kuvumilia na mimi nikajifunza kufikiri. Bila yeye nisingekuwepo hapa. Na mfalme akaguswa sana. Macho yakamtoka machozi, kisha akasema, leo nimejifunza kwamba upumbavu wa mzazi unaweza kuficha baraka kubwa ndani ya mtoto. Kuanzia leo wewe Sudi utakuwa mshauri wangu mkuu, na baba yako nitampa heshima ya kuwa mlezi wa hazina zetu. Kasri lote likapiga makofi. Baba Kondo akalia kwa furaha, kisha akasema, mimi mjinga niliyezalisha hekima. Tangu siku hiyo, kijiji cha Mlimani kwa Chale kikawa maarufu. Sudi akajenga shule kubwa kwa watoto wote kijijini bila ubaguzi. Shule hiyo aliita Hekima ya Upendo. Baba Kondo naye akawa mlinzi wa heshima, akizungumza na watoto kila asubuhi, akiwapa maneno yake ya ajabu ajabu lakini yenye kuleta furaha. Na kila alipomaliza hotuba yake, alisema maneno ambayo yakawa msemo wa kijiji. Baba Kondo alisema, usimdharau mjinga, maana anaweza kuwa mzazi wa hekima. Je, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Mimi nimejifunza kuwa usimdharau mtu kwa sababu ya upungufu wake, maana ndani yake kuna kitu cha thamani. Na hekima ni zawadi, lakini upendo ni daraja la kuifikia. Na wazazi, hata wakiwa na mapungufu, ni nguzo ya maisha ya watoto. Kujua si kila kitu, bali kuelewa na kuheshimu ni hekima ya kweli. Je, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo simulizi nyingine ijayo. Nikukumbushe usisahau kusubscribe, kisha kubonyeza alama ya kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.